Hajat ambaye kwa baraka za Mwenyezi Mungu amemjalia kuweza kwenda kutimiza miongoni mwa nguzo katika nguzo za Uislamu. Dini ya Kiislamu imejengwa juu ya nguzo 5. Nguzo ya kwanza, lazima kwanza ushuhudie shahada 2 ya kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu. Lakini hiyo tu pekee haitoshi. Lazima pia ushuhudie na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Yaani Mwenyezi Mungu amemtuma Muhammad awe kuwa mjumbe kuleta neno lake katika ulimwengu. Hiki ni kitu cha kwanza. Muislamu yoyote lazima awe ameshuhudia. Ambapo walillahi alhamdu Hajati wetu alishuhudia. Bimaana ni Muislamu ambaye anaamini katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, lakini pia anaamini ya kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Lakini hii ni nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili, lazima uwe tayari kutekeleza ibada ya swala. Hii ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Lazima ukubali kuswali swala 5. Walillahi alhamdu Hajati wetu kwa kuwa yeye ameifikia hii nguzo ya hija, inabidi pia hata kama mwanzoni alikuwa hatekelezi ibada ya swala 5, kwa sasa inabidi uswali swala 5. Sawa? Kwa sababu kila ibada ambayo Mwenyezi Mungu ameileta kwetu sisi inakuwa ina malengo ambayo yamewekwa ndani yake. Ukianzia kwenye shahada, ukija kwenye ibada ya swala, lakini sambamba na hilo, nguzo ya 3 ni nguzo ya kutoa zaka. Lazima utoe zaka kwa mtu yeyote ambaye mwenye uwezo. Kama unamiliki mali ambayo itafikia kiwango cha nisabu, lazima unastahili kwako wewe kuweza kutoa zaka. Lakini pia nguzo nyingine ya 4, lazima ufunge mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika Uislamu, miongoni mwa nguzo katika nguzo za Uislamu ikiwemo na funga. Hii ni nguzo ambayo inamstahikia Muislamu yoyote yule ambaye yeye kama ameamini hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wake, lazima pia atimize ibada ya funga. Na nguzo ya mwisho ni nguzo ya hija, ambayo hii tumekusanyika hapa kwa ajili ya kumpokea Hajat ambaye ametekeleza nguzo ya 5 ya Uislamu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu mwenyewe katika Qur'ani tukufu, kama alivyorejelea kwamba amesema timizeni hija na umra katika suratul Baqara. Unaweza kwenda ukarejelea aya kama ya 196. Sawa? Kwa hiyo leo hii tuko hapa kwa ajili ya kumpokea Hajati wetu ambaye Mwenyezi Mungu amemwafikishia, walillahi alhamdu, ameenda salama, amerudi salama. Cha kwanza tunabidi tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, kwa sababu sio kwa ujanja wake, sio kwa ujanja wetu, bali ni kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kuna wengi wameenda, kuna wengine walifikwa na umauti wakiwepo kule katika viwanja vya hija, walillahi alhamdu, Mwenyezi Mungu amewapokea na tunawaombea wawe miongoni mwa waja wake wema ambao wataingia janna hiyo siku ya Kiyama, kwa sababu walionyesha nia ya kwenda kwenye eneo tukufu la Mwenyezi Mungu na kutimiza nguzo katika nguzo za Uislamu. Lakini kwa hawa ambao wamefanikiwa kwenda haji na wamerudi tena kuwa nasi huku kwa mara nyingine tena, hawa ni mabalozi wa Mwenyezi Mungu. Na kama ukirudi wewe ni balozi wa Mwenyezi Mungu, maana yake lazima uwe ni mtu wa kuamrisha kheri. Lakini kabla ya kuamrisha watu kheri, cha kwanza wewe mwenyewe inabidi uwe ni mstari wa mbele kuweza kutenda khairati ambazo unatakiwa uzitende huku ulimwenguni. Hajati ambayo tuko naye leo, yeye ni mustajaba. Ana daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, tofauti na sisi ambao bado hatujaenda wala hatujaifikia hii ibada ya hija. Kwa sababu lengo kuu la hija ni kama kifutio cha madhambi yote ya mwanadamu. Yaani ukiweza kutimiza nguzo ya hija, ukaenda na ukarudi salama,
Ukiifanya hii ibada katika usahihi wake kwa kufuata taratibu zote ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka kwa maelekezo ambayo ameyaelekeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maana yake wewe utarudi huku ukiwa kama vile ulivyozaliwa. Kwa hiyo leo hii tuko hapa kwa ajili ya kumpokea madamu yetu, hajati wetu, walilahi alhamdu. Tunakupokea na tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akuongoze maisha yako haya mapya yawe yenye kheri kwako, lakini pia akuongoze katika ibada, akuepushe na maovu na machafu. Kwa sababu hii ni njia, na hija iko moja tu katika umri wa kila mwanadamu. Ukienda hija mara moja maana yake unakuwa umeshamaliza. Tofauti na hapo unaweza ukaenda tena ibada za umra, lakini hija iko moja. Kwa hiyo hii nafasi ambayo umeipata unatakiwa usiipoteze. Leo hii wewe ni mustajaba. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapa, yeye pia tutamhitaji aweze kutoa neno kwa familia yake, lakini pia aweze kutuombea sisi wengine ambao tulibaki huku ambao hatujafanikiwa kuweza kuitekeleza hii ibada ya hija.